Hello Tanzania, mambo vipi? Leo tumekuja na story moja hivi kuhusiana na mshikaji wetu Kipala. Mshikaji wetu Kipala na leo bwana ameachia filamu moja ambayo inaenda kwa jina Gubu. Kwa nini inaitwa Gubu? Kwa sababu hii story ni kali, story ya kweli, story ambayo haina bugza wala haina mushkili, na ndio maana story ya leo ni kali sana. Kwa maana leo tunapata kuletea story ambayo inaenda kwa jina la Gubu. Kwa nini story ya Gubu? Sawa. Kwa sababu mwana anakimbiza sana, mwana anafunika sana, kwa sababu mwana yuko speed sana. Ndio maana leo tunapaswa kuletea story inayo kwa jina la Gubu. Kwa nini? Tunaangalia baadhi ya mambo ambayo amefanya. Kwenye story ya Gubu ni mambo makubwa ambayo baadaye yatakuja make sense kwenye vichwa vya watu, ionekane kwamba ni headline, kwamba hakuna kitu ambacho kinaweza kutokea kikamfunika kabisa huyu jamaa, kwa sababu huyu jamaa anaonekana ni mtu mkubwa sana, ambapo baadaye anaweza kufanya mambo mazuri. Puli kabisa. Ndio maana story yake headline imekimbia sana kwenye mambo yetu yale ya kazi. Kwa sababu gani? Na ndio maana story ya leo ni story nzuri, story ambayo haina buksa, ambayo haina kitu chochote ambacho haija headline, ambacho hakuna jambo lolote gumu ambalo anaonekana kulifanya wala kushindwa kulifanya. Kwa sababu gani? Watanzania wote lazima tuwe makini, tuwe macho kwa ajili ya filamu zetu za Kitanzania, sababu filamu za Kitanzania ni filamu nzuri kabisa ambazo sasa hivi zinakimbiza sana kwenye anga na ukurasa huu wa dunia. Kwa sababu story hii ambayo tunaileta leo ni kwa sababu ni story ambayo ni kali, headline kwenye vichwa vya watu, inakimbiza, inafanya vizuri sana kwenye tasnia yetu ya filamu Tanzania. Lakini vipi kuhusiana na Kipala? Kwa sababu story yake ni kali, story yake sio mbaya, story yake imekaa katika misingi ambayo inatisha, na ndio maana kuna vitu vingi ambavyo vinafanyika kupitia story yake ambavyo sio vitu vya kawaida, ambavyo kikanuni na busara imekaa katika misingi ambayo ni misingi ya famous duniani. Lakini nafikiri wengi sana wakimbia ile wapate katika headline za filamu zetu ambazo kawaida tumekuwa tukiziona zina trendi, zinavunja rekodi, lakini tumekuwa tujawahi kuona filamu zote zinakimbiza kama story ya Gubu. Kwa hiyo nataka kuambia kitu kimoja, kwamba hakuna kitu ambacho kinaweza kufanyika kikawa kinyume au ndani ya nje au nje kabisa kwenye ukurasa wetu ambao haueleweki. Ndio maana vitu vingi sana duniani tunashindwa kufanya kutokana na story zetu ambazo zime make sense, ambazo kila kitu kinakuwa kiko nje ya order za watu ambao wanashindwa kuchukua miongoni mwa filamu zetu za Kitanzania. Kwa sababu gani?
Maana leo bwana naona story ya kipara. Kwa nini kipara leo? Kwa sababu sijaona story na make sense kama story za kipara. Kwa sababu Tanzania yetu ni sehemu ambapo kuna kufanya vizuri sana season kama hizi ambazo kwenye ukurasa wetu. Yes, kwa nini kipara? Ni kwa sababu kipara filamu zake ni nzuri, filamu zake zinatisha, filamu zake hazina shida, na ndio maana watu wengi sana wamekuwa wakishindwa kumuelewa kipara kutokana na filamu zake anaendana na hali halisi ya muda ambao unakuta anaendana nao, na ndio maana vitu vingi vinashindwa kufanyika kwa sababu filamu za kipara ni filamu ambazo sio filamu za kawaida, na ndio maana watu wengi sana wakiangalia wakosa majibu ya kufanya kwa sababu filamu zake inakuwa sio filamu za kawaida. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye anaweza akaendana na huyo mwamba, kwa sababu huyo mwamba filamu zake huwa sio filamu za kawaida. Na kwa nini sio filamu za kawaida? Ni kwa sababu filamu za kipara ni kwa sababu huwa haziwezi kufananishwa na filamu ya aina yoyote, na ndio maana kila mtu anajiuliza sana kwamba huyu mwamba anatumia nini kwenye filamu zake. Leo nawaletea story ya kipara kwa sababu kipara ndio mwamba ambaye anaonekana anatikisa kwenye ukurasa huu wa dunia, kwa sababu unajua wakati mtu anawaza kwamba hii story imekaa katika msimu gani, wakati kwamba anatakiwa kufikiria kwamba atakuwa anatengeneza kazi nzuri, atakuwa anatengeneza kazi ambayo ni bora, na ndio maana watu wengi wanashindwa kuelewa kwamba maana hii story ambayo mtu anatengeneza anafanya hivi inakuwa ina maana yake nini. Lakini watu wengi wao wanashindwa kuelewa maana yake, kisha wanaishia mitini, na tumekuwa tukiona filamu nyingi kabisa ambazo watu wengi wanaishia mitini. Unakuta mtu hawezi kutengeneza kama mwanzoni, anajikuta anaishia mitini, ambacho sio ambacho ninachotaka kuwashauri wa Tanzania. Ni kwamba unapotengeneza story yako, hakikisha ile story yako inaweza kufanya jambo nzuri ambalo kila mtu akiliona au kulisikia linafurahisha kwenye masikio yake. Na ndio maana ili ufanikiwe kutengeneza story nzuri, na ndio maana nakushauri kukaa ubuni story ambayo baadaye inaweza ikafanya vizuri. Na ndio maana baadaye lazima utafute mwafaka na mbinu sahihi ya kutengeneza kitu ambacho baadaye kinaweza kikawa kina mwafaka. Kwa hiyo ukweli ni kwamba hakuna kitu ambacho kinaweza kikaonekana kwamba ni kibaya kutokana na vitu ambavyo unakuta vinafanyika au vitu ambavyo unakuta vinafanywa halafu vinashindwa kuwa na maamuzi. Na ndio maana unashauriwa kutengeneza vitu ambavyo vinaweza vikawa ni vizuri sana. Watu wengi sana wanashindwa kujua ni kwa nini watu wanakuwa na mafanikio makubwa. Watu wanakuwa na mafanikio makubwa kutokana na mtu anatengeneza story ambayo ina make sense, yani inaendana na wakati. Unajua watu wengi hawafanikiwi kwa sababu wanatengeneza ambavyo haviendani na wakati. Sasa story nyingi ambazo watu wanakuwa wakitengeneza haziendani na wakati. Unaona huu wakati katika wakati ambao ni wakati mwingine, na tutakapoleta story tulete story zinazofanana na wakati tuliopo.
Kwa watu wengi wanashindwa kufanikiwa kwa sababu hawaendani na story wakati huu. Kwa nini? Sasa hivi mtu anatakiwa fly, sio alie. Sababu viko vitu vingi sana vinavyomfanya aliye kwenye maisha ya kawaida, kwenye maisha yake halisi. Hivyo vitu vinavyomfanya aliye kwenye huu wakati wake wa kawaida huu wa maisha ndio vitu ambavyo vinavyompelekea yeye ashindwe kukamilisha ratiba alizonazo za mambo yake binafsi. Sasa leo huyo mtu unamfanya alie tena, huyo mtu unamfanya acheke tena, hawezi kuendana na wewe kabisa. Kwa hiyo lazima utafute namna ya yule mtu kuendana na wewe tu. Na ndio maana ukitafuta miongoni mwa vitu ambavyo unakuta havina uhalisia halisi, unaona vitu vingi vinakuwa havina uhalisia halisi kutokana na haviendani na wakati uliopo. Mtu tunakuta na kurupuka, anatengeneza alafu kinashindwa kufanya vizuri, anaanza kulaumu soko alilonalo kwamba mimi na soko baya, mimi nimeenda hivi, mimi nimekaa hivi. Hapana, hakutengeneza story inayoendana na wakati alionao. Kwa hiyo kwake ni kawaida sana, kwake ni kawaida sana. Ndio maana mtu anashindwa kupata. Kwa hiyo ili ufanikishe zoezi lako, lazima utafute vitu vya kufanya zaidi, utafuta story ambazo zina zaidi line, zinafanya vizuri kabisa. Unaona? Kwa hiyo ili kupata story ambazo zinazofanya vizuri, lazima uendane na wakati ulionao. Kama ukifanikiwa kuendana na wakati ulionao, basi ndipo utakapopata vitu ambavyo ni vizuri na vitu ambavyo vinavyopendeza. Hivyo sitaki kulaumu kwamba mimi nimepita tu, kuna mtu kuna wakati gani au wakati ulionao umekaaje. Lakini nataka nikwambie kitu kimoja kwamba using'ang'anie sana vitu vilivyopo au vinavyokimbiza ukajua kwamba vina wakati mzuri. Hapana, hata wakati ulionao ni wakati mzuri pia, na wakati ulionao sio